Wachezaji wa RS wa B19 waje na nauli, wataondoka kwa miguu pale, wakitegemea magari watapata kuifunga Simba? Hawezi kupata magari. Dr. Mohamed Hamisi, Simba uso kwa uso na B19. Historia ya Mashujaa bila shaka mnaikumbuka. Ilikuwa ni nyakati hizi na Mashujaa waliweza kuwafanya kitu kibaya sana. Unaionaje mechi? Mechi ya leo ni ngumu kwa sababu RSK Motors, wamiliki wa timu ya B19, wameahidi kuwapa wachezaji wa B19 magari, na nilivyosikia taarifa za chini RS Motors wataita magari yote pale uwanjani, magari ya idadi ya wachezaji. Yani wakishinda tu wanaondoka na magari. Sasa kwa muktadha huo, manake mechi sio nyepesi, mechi ni ngumu, wachezaji wanakwenda kujitoa, lakini kwa ubora ambao Simba tumeutengeneza, kwa standard yetu ambayo tunayo, kwa level ambayo sisi tunayo, ninaiona tunakwenda kupata matokeo. Mbona matokeo yanakuja kinyonge sana? Sio kinyonge, sisi hawezi kutushinda. Yani nawaambiaje, wachezaji wa RS wa B19 waje na nauli, wataondoka kwa miguu pale, wakitegemea magari watapata kuifunga Simba? Hawezi kupata magari. Wataondoka kwa miguu, waje na nauli. Na nauli ya Mbwendo tunaijua. Hivi unadhani ni B19 wameamua kuwazawadia wachezaji, au wanajua ni kitu ambao hata wao hakiwezekani, ndio maana wameweka donge nono, ahadi ambazo huwa hata Simba na Yanga hawaziweki? Kuna hatua hii mpaka wakafika na hatua hii, na ile timu ya championship mpaka kufika na hatua hii, na maana timu nzuri mpaka wanakuja kucheza na Simba, maana yake sio timu ndogo. CRDB Federation bingwa wake anacheza CAF competition, anacheza mashindano ya kimataifa, maana yake sio kombe dogo, ni kombe la pili baada ya ligi kuu. Maana yake aliyopo katika mashindano haya katika level hii sio kumdharau. Sisi tuende tukacheze mpira, tukajiandaa na mchezo wa Singida kupitia mechi hii, kwa sababu baada ya mechi hii tarehe 11 tutakuwa Singida, na mimi Dr. Mohamed Hamisi nitakuwepo, kama Mungu akinipa kibali cha uhai na uzima, nitakuwepo Singida kuiangalia klabu ya Simba ikicheza Singida Black Stars. Sasa hii mechi iwe ni kama sehemu ya maandalizi au platform ya klabu ya Simba, wachezaji na benchi la ufundi kujitathmini na kujirekebisha na kuboresha wapi tuboreshe kuelekea mchezo wa Singida tarehe 11. Mara baada ya mchezo wa Singida tarehe 11 kuna mechi tarehe 14, Simba dhidi ya TRA United ambao utachezwa Arusha pale kwenye mkoa wa Makara. Then baada hapo tarehe 19 tutacheza Pamba Jiji Mwanza, mji wa miamba na samaki, tunarudi tena Mwanza kula samaki. Baada hapo tena siku 2-3 zilizokuja tunacheza Dar es Salaam tarehe 22, Simba na nani na TRA United. Now you can see namna ambavyo ratiba yetu ilivyo ngumu. Lakini sasa mchezo wa leo, kwa sababu ni lazima tushinde ili tuvuke hatua inayofuata, watu tusamee hawa mabeberu wa jiji. Tunakwenda kuwachinja na kuwanywa supu, kwa sababu wanajiita mabeberu. Faida ya beberu wa jiji ni kunyoa supu chapati mbili. Faida ni kunyoa supu. Unadhani kocha leo bwana Steve Barker aje na full muziki au apumzishe nguvu kwa ajili ya Singida? Leo full masnondo, tukawapiga bao 5 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili watoe wote. Sababu leo tunamkosa Suleiman Mwalimu kutokana na adhabu anayotumikia kukosa mechi 3. Kwa hiyo mbadala wake ni Innocent Liomba kwenye eneo la juu, au amweke Baraka Mwangosi kwenye eneo la juu, kijana kutoka Mbeya. Then nyuma yake acheze Clatous Chama, kushoto wa kulia Libesi Gweye. Then baada hapo acheze katikati ni Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kande, nyuma Rushin Dalak pamoja na Ismail Traore, kulia Shomari Kapombe na Anthony Mligo. Maana yake Nixon Babaga ampumzishe kwa ajili ya mechi ya Singida Black Stars. Nimeona ukitoa maoni yako kuhusu adhabu zilivyotoka, ni kama hujapendezewa hivi. Changamoto iko wapi kwenye adhabu hizi? Changamoto ni kwamba makosa ya Yanga mengi huwa hayaonekanagi, kwa sababu kosa la Ibrahim Baka kwenye ile mechi ya juzi pale kwenye uwanja wa KMC Kiwiko, ilikuwa timu gani? Kuna timu wamecheza nayo hapa Fontaine, yes, wamecheza nao pale
KMC akampiga kiwiko mchezaji. Ilikuwa inastahili kupata red card na adhabu kali kama akafungiwa michezo 3 mpaka 5, lakini pia makosa aliyofanywa na nyuma mwiko kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vya klabu ya Simba kwenye uwanja wa Amani Complex, dabi ya mashabiki, dabi ya Kariakoo, dabi Simba na Yanga pale New Amani Complex, unatoboa paka ukuta, uko unataka kufanya nini? Unatoboa paka AC, watoboa dali, na kamisa wa michezo akaona na picha zikaonekana, na muona Said Mkwabi kiongozi wa Simba akaenda kulalamika. Kwa nini huyu alitoboa matundu ambayo ni nyuma mwiko akushughulikiwa na kupewa adhabu? Tunajiuliza kimsingi kwamba inawezekana pia adhabu hazikuzingatia usawa. Wamefanya tukukana kuamua bila kuangalia matukio. Balance. Hawataki kubalance. Mtu akikosa atakiwa adhibiwe kutokana na kosa ambalo analo. Unambalansia nani? Ila Selemani Mwalimu anastahili alichokipata. Selemani Mwalimu anastahili adhabu aliyopata. Ili kupata adhabu kwa sababu Selemani Mwalimu alianza kukwaba shingo yeye. Mimi na wewe tulikuwa Dodoma pale uwanjani, uliona jinsi mchezaji ambaye alimweka kiwiko anataka kumnyonga. Ukienda kwenye third law of motion ya bwana Isaac Newton kwenye physics hiyo, kama umekimbia umande huwezi kujua, anakuambia to every action there is the equal and opposite reaction. Sio nzuri. Yeye amekuwa stimulated. Stimulant kwa yule mchezaji amemstimulate Selemani Mwalimu kufanya lile tendo la kutoa mkono wake. Alivyoutona mwazibu vipi? Basi wangewazibiwa wote. Alifanya alianza kumchokoza mwenzie na aliyerudisha. Sio ndio brother? Mimi nilikuwa uwanjani niliona lile tukio. Sasa unapompa adhabu peke yake Selemani Mwalimu, wachezaji wengine watajua kwamba okay, ukimwanza mchezaji kwa mpiga tangumi akikurudishia uadhibiwi wewe. Kwa hiyo itakuwa kama vile ni normal, ni tabia ambayo ni ya kawaida ambayo wachezaji wataamua kuichukua na kutembea nayo, kitu ambacho sio kweli. Maana yake wewe unaifanya kosa uadhibiwe, na wewe unayarudisha kosa fanye uadhibiwe. Ndio ambacho mimi nashauri kwenye bodi ya ligi. After all mimi ni balozi wa bodi ya ligi. Watu wanasema B19 ni kibonde. Yuko nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi, nafasi ya 13 msimamo wa ligi ya championship. Sio ni timu kubwa brother. B19 brother ni timu kubwa sana. Alafu RSK Motors wameweka nyingi sana pale kwenye timu. RSK Motors hao wanauza magari pale Magomeni. Yule ustadhi ana hela nyingi, ndio ameweka pesa pale kuifanya timu kuata. Ni timu ngumu. Leo tunakuwa tukutana na timu ngumu sana wana Simba. Tujiandae nje na ndani ya uwanja kuhakikisha kwamba tunashinda, na wana Simba wengi wajitokeze kwa wingi. Mechi Jenerali Samuel saa 1 leo na robo tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo nyie mko hatua inayofuata mpaka saa hii. Kwa nadhani huu mchezo ni maandalizi kwa ajili ya mchezo wa Singida bila shaka. Ni mechi ngumu, tushatolewaga na Mashujaa. Kuna hatua kama hizi brother. Hatudharau mchezo. Tushatolewaga na Mashujaa hatua kama hizi tukataka kulia uwanjani pale. Kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo hatupaswi kuidharau. Tusije tukadharau mechi, tutaulia mashabiki wa Simba. Mbona tukimbia Dodoma baada ya kutoa sare. Na leo mechi tena inachezwa usiku pale Meja Jenerali Samuel. Tutaona kweli, maana giza likiwepo huoni mtu kama katoka. Leo siwezi kukimbia. Leo siwezi kukimbia. Nikimbia Dodoma kwa sababu nilikuwa na wahi usafiri. Usiku yani mpaka tukasema sasa moto tulikubaliana tutaua baada ya mechi, mbona hatuui? Nilikimbia kwa sababu nilikuwa na wahi usafiri. Nilikuwa nimekata gari ya kuondoka saa 4 afu mechi iliisha very late. Kwa hiyo nilipaswa nikimbie kwa wahi usafiri. Lakini leo sikimbii. Leo kabla mchezo kuna battle inaendelea pale nje kati ya mimi shabiki wa Simba na mashabiki wa B19. Wamenipigia Simba, nataka tu battle nje pale. Nikamwambia usijali, MSN wapo Dar es Salaam. Wamesafiri kilomita 800 kutoka Dodoma, wamekuja kwa ajili ya mechi hii. Wapo na Meja Jenerali Samuel watakuwepo. Ila usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pale YouTube ili wao kwanza kupata mahojiano yote. Tukutane pale nje tukabattle na wale mabwana. So wamesema na hoja gari zao zile tutageuza kwa vitololi.